kuliko mmoja. Peke yako hutaweza, peke yangu sitaweza wewe usipokuwepo. Siwezi nikafika wewe usipoweza. Hatuwezi tukafika mahali wewe usipoinuka. Hatuwezi tukafika mahali eti mchungaji atafanya huko, havitawezekana. Hatuwezi tukafika mahali eti fulani atasimama au fulani yupo, havitawezekana. Pengine unaweza ukafikiri fulani yupo kumbe na yeye hayupo. Mlio naye akafikiri fulani yupo kumbe naye hayupo. Ukajikuta kwenye shamba la Bwana umebaki mwenyewe. Wote wamefikiri fulani atakuwepo, fulani atakuwepo, fulani atakuwepo. Na ile kufikiri fulani atakuwepo inaharibu huduma na inaifanya huduma kulala. Inasinzia huduma, inatesha hivi kama ipo yenyewe. Huduma inasinzia. Itaamkaje? Lazima mmoja asimame. Na asiposimama vitawezekana. Upesi. Nasema ikiwa ule mmoja ataweza, ikiwa kibwana Goliath kimekuja, kimesimama kwenye mahandari, imempiga mmoja, ujue wote watashirikiana ili kupigana. So ikiwa adui atakuja kwenye huduma yako na mnashirikiana, lazima mtasaidiana kwenye maombi kushambulia hilo. So ikiwa mmoja atajikuta amebaki mwenyewe, lazima mtaambatana kushambulia hilo. So msipofanya hivyo, upo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kushirikiana katika ukuaji wa kiroho ni kazi mojawapo ambayo sisi hatuhitaji kuiombea application. Hatuhitaji kuilipia rent. Hatuhitaji kuilipia sijui tax. Tunahitaji kuwa ni kanuni ya kwanza katika maisha yetu ya kiroho. Kwa sababu shamba la Mungu limejaa uchafu. Limejaa nini? Linahitaji wapaliliaji wako wapi na hatupalilii. Huduma tunazo lakini hatupalilii huduma. Na kama uwezi mwenzako atakusaidia kupalilia. Lakini sasa hivi tumechange. Wanaoweza kusaidia kupalilia ndio wanaosaidia tena shamba liharibike. Ndio wanaofunga kabisa. Wanafungua na maji ili magugu yafanye nini? Yaingie shambani na yaote vizuri. Sasa huyo Mungu tunamuogopa wapi? Hatumuogopi Mungu tena, tumemwona wa kawaida. Mungu tunamuona kama vile rafiki. Hatuogopi huduma tena. Tunamuona tu ni kawaida. Nitamuomba msamaha na nitarudi. Tunamuona tu wa kawaida, nitasimama tena. Hawezi ukajipangia utasimama na upo mwenyewe kwenye vita. Vita upigani mwenyewe, lazima wewe wawili ndo mnaweza. Twende. Hakunaga neno la twende kwa mtu anayesema niende. Wakiwa ni wengi wanasema twende. Akiwa ni mmoja anaenda. Na kama aenda, kama ajua anapokwenda atapotea. Lakini mkiwa wawili kwenye safari mtashirikiana, mnaonaje? Twende huku, twende huku. Mmoja anasema pande hivi. Tukienda hivi, wa Filipi wako kule. Twende huku. So usishangae umejikuta tupo kwenye safari, upo mwenyewe, wenzako wote wameenda. Na ukiamka nyuma ujue utabaki. Lakini mkiwa mmeshirikiana watakupigia simu, muda wa kwenda unaenea. Hebu kumbuka kule nyumbani watu wanaoenda kukata nyasi. Najua baba zangu wanajua hivyo. Kama kuna sehemu nyasi na milonge kule, lazima watu wanapatana saa fulani, saa 9 usiku, wanaume wote wanaamka. Kila mtu anaenda anamgonga mwenzake. Kuna mmoja anaanza, mwingine anasimama, anamgonga huyu, anamgonga huyu. Wote wanaenda. Na tena wanapokuja wanajipanga wote hivi. Kwa nini? Umoja ni ushirika. Na unazaa matunda. Umoja ni security ambayo hata adui anaweza akaja akiona wingi wenu atakimbia. Umoja unaleta nguvu. Hata kama mtu asielewa akishawaona tu ataanza kuwaogopa. Ni wakina nani wale? Nguvu zao ziko wapi? Shida sio nguvu zao, ameona ushirikiano wenu umeleta matunda. Na mmoja akisema tumechoka tuchukue break, hakunaga tuendelee. Lazima wote wanasimama. Alafu uzuri kabisa na chakula wanachokibeba wote wanashirikiana. Kwa sababu unazaa umoja. Kwa sababu unazaa nguvu, unazaa huduma. So imani haina nguvu kama umoja upo. Imani haina nguvu kama huduma haifanyi kazi. Haiwezi kufanya kazi. Lazima imani isimame kama tumeshirikiana kwa pamoja. Umoja wetu utatufikisha mahali tukienda na kushirikiana wote kwa kiroho.